Kuna ndoto ambazo zinakuja halafu zinaondoka kama upepo, lakini kuna ndoto nyingine zinaacha alama moyoni. Unaamka, moyo unapiga kwa nguvu, jasho jembamba linatiririka, na swali moja linaanza kukuandama: hii ndoto niliyoyota ilikuwa ina maana gani? Umeona maji au umeona moto ndani ya ndoto, usikimbilie kuipuuza hata kidogo, kwa sababu katika ulimwengu wa roho, maji si maji tu, moto si moto tu. Hizi ni ishara nzito sana zenye uwezo wa kufunua hali yako ya kiroho, vita vinavyokukabili, au hata ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Katika video hii nitakwenda kukufundisha mambo mengi sana pale unapoona maji ndotoni au unapoona moto ndotoni. Nitakwenda kuambia maji huwa yanaashiria vitu gani na moto huwa unaashiria vitu gani. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado kuja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo la msingi ambalo unataka nikufundishe kuhusiana na ishara. Mungu anaweza kutumia ishara kuzungumza na wewe. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37 na ukianzia mstari wa 5, utaanza kuona Yusufu aliota ndoto, lakini katika ndoto hii aliyoiota kulikuwa kuna ishara mbalimbali ambazo Mungu alizitumia, na ishara hizo zilikuwa zinaashiria ukuu wake wa baadaye. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37 na mstari wa 5, imeandikwa: Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama, miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Unaweza kuona Yusufu mara ya kwanza anaota ndoto, anaota mganda. Ndugu zake wanajua kabisa hii ndoto aliyoota huyu, ndoto hii inaashiria na kwamba atakuja kuwa mkuu, atakuja kuwa mkuu. Yaani unaanza kuona mganda ameota ndoto, anasema mimi nimeota tuko shambani, mganda wangu kainuka ukasimama, alafu miganda yenu yote ikaja ikainamia mganda wangu. Ndugu zake wanajua bisa hiyo ndoto inaashiria kumiliki, inaashiria kutawala. Umeona? Lakini pia mstari wa 9 ukisoma imeandikwa tena, akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikininamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudia hata nchi? Unaweza kuona Yusufu ameota jua na mwezi na nyota 11 zikimwinamia, jua na mwezi. Unaanza kuona babake anajua tafsiri ya ndoto hiyo. Anaambia hivi, kwa hiyo mimi jua, mimi baba na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudia hata nchi wewe? Unaanza kuona Mungu anaweza kutumia ishara kuzungumza na wewe. Mungu anaweza kutumia ishara kuzungumza na wewe. Sasa leo nitakwenda kuambia ukiona maji au ukiona moto ndotoni huwa vinaashiria vitu gani. Jambo la kwanza, maji, maana ya maji ndotoni kiroho. Maji, ukiona maji safi, maana yake huwa inaashiria uwepo wa Mungu na baraka. Kwa hiyo ukiona maji safi, tulivu au yanayotiririka vizuri, hii mara nyingi ni ishara ya amani, utakaso na uwepo wa Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4 na mstari wa 14 imeandikwa, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Kwa hiyo hapa maji yanawakilisha uzima wa kiroho. Kwa hiyo ukiona maji tulivu, maji safi afu na maji tulivu, yanaweza kana yanaashiria uzima
wa kiroho, lakini pia inaweza kumaanisha unakaribia kupokea baraka, inaweza kaashiria unakaribia kupokea baraka. Kwa hiyo, lakini pia inaweza kaa inaashiria roho yako inauishwa, Mungu anakukaribia kwa ajili ya neema. Kuna neema inakuja kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiona maji safi, maji yanaweza kaa inaashiria uzima wa kiroho, yanaweza kaa inaashiria unakaribia kupokea baraka. Na hapa ukiona kwa mfano labda ikatokea umeota mvua inakunyeshea, ukiwa huku na amani, upo mvua inanyesha huku ukiwa na amani, ndoto hii inaweza kaa inaashiria baraka za kimungu kwenye maisha yako. Lakini pia ukiona maji machafu, ukaona maji ni machafu ndotoni, ukaona maji machafu, inaweza kaa inaashiria uchafu wa kiroho. Ukiona maji yenye matope, yaani machafu au yenye harufu mbaya, hii ni onyo. Inaweza ikawa inaashiria dhambi au mizigo ya kiroho, mawazo mabaya au mazingira yasiyo safi kiroho. Lakini pia ndoto hii inaweza ikawa inaashiria mashambulizi ya kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 57 na mstari wa 20 imeandikwa, bali wabaya wanafanana bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia, na maji yake hutoa tope na takataka. Kwa hiyo ukiota ndoto ukaona maji machafu au maji yenye harufu mbaya, hii inaashiria dhambi au mizigo ya kiroho. Lakini pia ndoto hii inaweza kuwa inaashiria mawazo mabaya, inaweza kuwa inaashiria mazingira yasiyo safi kiroho. Ndoto hii pia inaweza kuwa inaashiria mashambulizi ya kiroho. Ndio maana imeandika, bali wabaya wanafanana bahari iliyochafuka. Kwa hiyo ukiona maji machafu, ndoto hii inaweza kuashiria mawazo machafu, inaweza kuashiria mizigo, mazingira yasiyo safi kiroho. Kama unanielewa, naomba comment, andika na kuelewa mwalimu. Kama tuko pamoja, andika tuko pamoja mwalimu na kuelewa. Asante kwa comment yako, Mungu akubariki sana. Tuende na tafsiri ya 3. Ukijiona ndotoni unazama kwenye maji, ukaona ndotoni unazama kwenye maji, yani ukajiona labda uko kwenye bahari au uko kwenye mto au uko kwenye sehemu ulikuwa unaogelea, unashangaa unajiona ndotoni unazama kwenye maji, ndoto hii inaashiria kulemazwa na maisha. Ukiona zama au unashindwa kujiokoa, hii inaashiria msongo mkubwa wa maisha, mapambano ya kiroho, hisia za kuzidiwa kihisia. Unaashiria kuzidiwa kihisia, umelemewa, kuna kitu kimekuzidi. Ndio maana ukisoma kitabu cha Zaburi 69 na mstari wa 2 imeandikwa, ninazama katika matope mengi, pasipowezekana kusimama, nimefika penye maji ya vilindi, mkondo wa maji unanigharikisha. Kwa hiyo hii ni ishara ya kuomba msaada wa Mungu haraka. Ukijiona unazama ndotoni, unatakiwa umuombe Mungu akupe msaada, unatakiwa uombe msaada wa kimungu kwa haraka sana. Ndoto hii inakuwa sio nzuri. Omba msaada wa kimungu kwa haraka sana ukijiona unazama ndotoni. Lakini ukiona moto, nikakupe kidogo tafsiri za kuona moto ndotoni. Je, huwa inaashiria vitu gani? Ukiona moto wa mwanga, yani ukaona mwanga ule wa moto ule, huashiria uwepo wa Mungu. Ukiona moto unawaka lakini haukuharibu, yani unaona moto unawaka lakini ule moto hauleti madhara kwako au hauharibu kitu chochote, ndoto hiyo inaashiria ni moto wa Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3 na mstari wa 2 imeandikwa, Musa aliona kichaka kinawaka moto lakini hakiungui. Utaona pale kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3 na mstari wa 2, Musa aliona kichaka kinawaka moto lakini hakiungui. Kwa hiyo maana yake ndoto hii inaweza kuwa inaashiria Mungu anakuita. Ukiona moto unawaka lakini ule moto hauharibu wala haukuunguzi, maana yake Mungu anakuita. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria unapitia utakaso. Ndoto inaweza ikawa inaashiria kuna kusudi linafichuliwa ndani yako, kuna kusudi kubwa la kimungu ambalo linafichuliwa ndani yako. Lakini pia ukiota ndoto ya moto, ukaona moto wa kuunguza, ukaona moto wa kuunguza, inaweza kuwa inaashiria hasira au hukumu. Ukiona moto mkali unaoharibu, hii inaweza ikawa inamaanisha hasira, migogoro, hukumu au onyo. Naona kusoma kitabu cha Ibrania sura ya 12 na mstari wa 2 utaona Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hiyo ukiona moto namna hiyo inaweza kuwa inaashiria moto unaounguza, inaweza kuwa inaashiria hasira au hukumu. Lakini ya 3, kuungua ndani ya moto huashiria majaribu makali.
Ukijiona unaungua ndani ya moto, uko ndani ya moto unaungua, ndoto hiyo inaashiria utapitia majaribu makali sana. Ukijiona uko ndani ya moto, hii inaonyesha utapitia majaribu makubwa, utapitia vita vya kiroho. Lakini kumbuka, ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 3 na mstari wa 25, imeandikwa wale vijana walikuwa ndani ya moto lakini hawakuungua. Maana yake Mungu yuko pamoja na wewe hata katikati ya moto. Kuna wakati unajiona uko kwenye moto lakini hauungui, moto ule haukuteketezi. Ndoto hiyo utapitia kwenye majaribu, lakini hayo majaribu hayata kuyumbisha, kwa sababu Mungu yupo pamoja na wewe. Kwa hiyo maji na moto katika ndoto sio bahati mbaya, ni lugha ya rohoni. Maji yanaweza kuwa uzima, baraka au onyo, lakini pia moto unaweza kuwa ni uwepo wa Mungu, utakaso au hukumu. Siri kubwa ni hii: usiangalie tu ndoto, angalia hali yake na hisia ulizokuwa nazo, kwa sababu hapo ndipo tafsiri yake halisi inajificha. Usiangalie tu ndoto, angalia ile hali, hisia, ulikuwa unajisikiaje kwenye ndoto, ulikuwa unaonaje. Ni matumaini yangu na kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, nitafurahi sana ukiniambia umejifunza kitu gani. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema.